Kutumwa silaha za nchi za magharibi Ukraine kunatishia vipi usalama wa Afrika? Mkuu wa idara ya ushirikiano na Afrika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia amesema kwamba silaha za magharibi zinazotumwa Kiev hatimaye zinaishia mikononi mwa makundi ya kigaidi yenye silaha barani Afrika. Tatiana Dovgalenko amesema hatua za Kiev zinalenga kudhoofisha amani na usalama barani Afrika kwa kuimarisha ushirikiano na makundi ya kigaidi katika nchi za eneo la Sahel barani Afrika na kutoa mafunzo kwa wanamgambo, huku akigusia nyaraka zinazohusiana na uhamishaji wa silaha kutoka nchi za magharibi kwenda kwa makundi ya kihalifu na kigaidi duniani, yakiwemo yale yanayoendesha shughuli za kigaidi katika nchi za Kiafrika. Amesisitiza kuwa mapambano dhidi ya ugaidi na misimamo mikali ni moja ya mihimili muhimu ya ushirikiano wa Russia na Afrika. Awali, Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Russia, amesema kuwa Ukraine inayounga mkono makundi ya kigaidi barani Afrika kwa ushirikiano kamili wa nchi za magharibi. Kuchapishwa kwa taarifa ya mkuu wa idara ya ushirikiano na Afrika katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia kwa mara nyingine tena kumeibua wasiwasi kuhusu kuenea ghasia zinazotokana na vita vya Ukraine katika maeneo mengine ya dunia. Kwa mujibu wa Dovgalenko, silaha zilizotumwa na nchi za magharibi huko Ukraine hatimaye zimeingia mikononi mwa makundi ya kigaidi barani Afrika, jambo ambalo iwapo litathibitishwa linaashiria mwanzo wa wimbi jipya la kushadidi vitendo vya ugaidi katika maeneo mengine ya dunia. Katika vita vya Ukraine, nchi za magharibi zikiwemo Marekani, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa zimetuma huko silaha zenye thamani ya mabilioni ya dola, ikiwa ni pamoja na makombora yenye nguvu kubwa, ndege zisizo na rubani, magari ya kivita, silaha nyepesi na risasi za hali ya juu, ambapo msaada huu wa kijeshi ungali unaendelea. Pamoja na hayo, kumekuwepo na wasiwasi mkubwa wa silaha hizo kuhamishiwa katika maeneo mengine, hasa Afrika, kwa kutilia maanani ufisadi mkubwa ulioko kwenye muundo wa serikali ya Ukraine. Taasisi kama vile Umoja wa Mataifa na mashirika mengine huru ya uchunguzi na baadhi ya ripoti za usalama zimeonya uwezekano wa uhamisho huo haramu wa silaha. Wakati huo ripoti kutoka kaskazini mwa Mali, Niger na mikoa ya mpakani ya Burkina Faso zinaonyesha kuwa makundi ya kigaidi yanatumia silaha za kisasa na ndege zisizo na rubani ambazo bado hazijatambulika rasmi asili yake. Baadhi ya vyanzo vya ndani vya Afrika Kaskazini vinasema kuwa zana hizi za kijeshi zinafanana sana na silaha za magharibi ambazo zimetumwa Ukraine. Madai haya, ingawa yanahitaji uchunguzi huru na usio wa upendeleo, kwa mara nyingine tena yanavutia hisia za ulimwengu kwenye suala la udhibiti wa silaha baada ya kuhamishiwa katika sehemu zilizokusudiwa. Hili ni sehemu sio tu kuhusiana na Ukraine bali kuhusu migogoro yote ya kijeshi. Uzoefu uliopatikana kutokana na vita kama vile vya Libya na Syria unaonyesha kuwa baadhi ya silaha zilizotumwa na nchi za magharibi baadaye ziliingia mikononi mwa makundi ya kigaidi. Wakati huo nchi za Kiafrika zenyewe pia zina wasiwasi mkubwa kuhusiana na jambo hilo. Maafisa kutoka Mali, Niger na Burkina Faso wametoa wito mara kwa mara katika vikao vya kikanda kwa ajili ya kudhibitiwa uhamishaji wa silaha katika maeneo yanayokumbwa na migogoro. Viongozi wa Mali hata wanadai kuwa baadhi ya silaha mpya zinazomilikiwa na Al-Qaeda na Daesh zimeonekana katika jangwa kubwa la Sahara. Matukio haya yanakuja wakati nchi za Kiafrika zimekuwa zikikabiliwa katika miongo ya karibuni na matatizo yanayoongezeka kama vile ugaidi, uasi wa kutumia silaha, ulanguzi wa silaha na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Makundi kama vile Al-Shabaab nchini Somalia, Daesh katika eneo la Sahel, Boko Haram nchini Nigeria na makundi mengine yenye silaha na itikadi kali nchini Mali, Burkina Faso na Niger yamevuruga usalama wa maeneo hayo na kusababisha mauaji mengi. Kwa mujibu wa ripoti za kuaminika, mnamo 2024 karibu 60% ya vifo vinavyohusiana na ugaidi duniani vilitokea barani Afrika. Licha ya maonyo yote yaliyotolewa katika uwanja huo, lakini hali barani Afrika inaendelea kubadilika kwa manufaa ya makundi ya kigaidi, suala ambalo linazidi kuiweka Ukraine kwenye doa na nafasi ya kutuhumiwa. Hii ni kwa sababu kwa upande mmoja uchumi wa Ukraine uko chini ya mashinikizo makali kutokana na vita, na uuzaji usio rasmi wa baadhi ya silaha unaweza kuwa mojawapo ya njia ya kupunguza mashinikizo hayo kwa Kiev. Kwa upande mwingine, kwa kuibua migogoro ya usalama barani Afrika, Ukraine inaweza kupunguza kwa njia isiyo moja kwa moja uwezo wa kidiplomasia na kijeshi wa Russia katika maeneo mengine ya dunia ikiwemo Afrika. Bila kujali iwapo madola ukosefu wa mfumo wa kimataifa wa kufuatilia silaha zinazotumwa katika maeneo tofauti ya dunia ni mojawapo ya hatari kubwa zaidi za kiusalama. Silaha za magharibi mara tu zinapoingia Ukraine chini ya hali ya vita zinaweza kuhamishwa kirahisi katika maeneo mengine kupitia mitandao ya walanguzi wa silaha. Umoja wa Mataifa pia umetahadharisha kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuwa mchakato wa kuenea silaha katika maeneo yenye mizozo hasa barani Afrika
umeingia katika hatua ya hatari. Ni kwa kuzingatia ukweli huu ndipo mashirika ya kimataifa ya uangalizi yakatoa wito wa kufanyika ukaguzi wa kina zaidi kuhusu mitandao ya usambazaji silaha zinazotumwa Ukraine. Vile vile, kubadilika mkakati wa kijeshi wa Marekani barani Afrika ni kurudi nyuma au kubadilishwa mbinu? Jeshi la Marekani linaendelea kubadilisha na kulegeza misimamo yake ya awali kuhusu utawala bora barani Afrika na kukabiliana na vyanzo vya uasi na machafuko. Na sasa linasisitiza kwamba serikali dhaifu za Kiafrika zinazoshirikiana na Marekani zinapaswa kujitegemea zenyewe kijeshi na kiusalama. Mabadiliko haya ya kimkakati yalitangazwa waziwazi wakati wa kufanyika luteka ya African Lion, yani Simba wa Afrika, ambayo ni mazoezi makubwa zaidi ya kijeshi pamoja kati ya Marekani na nchi za Afrika. Akizungumza wakati wa kufanyika luteka hiyo, General Michael Langley, kamanda mkuu wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika AFRICOM, alisisitiza haja ya nchi za Kiafrika kufanya operesheni huru na kugawana gharama. Hata hivyo, Langley amesema Marekani itaendelea kudumisha baadhi ya shughuli za kubadilishana habari za kijasusi na serikali ya kijeshi katika eneo la Sahel barani Afrika, na pia kwamba inatafuta njia nyingine za kuendelea kushirikiana na nchi za eneo hilo. Jenerali huyo wa Marekani pia amesema kwamba licha ya kuongezeka hasira huko Washington kuhusu kuimarisha mahusiano na Nairobi na Beijing, lakini Kenya itasalia kuwa mshirika wa kimkakati na mshirika mkuu asiye wa NATO kwa Marekani. Mabadiliko haya ya kimkakati yanafanyika katika hali ambayo jeshi la Marekani linasemekana kuchukua hatua za kujenga kikosi kidogo chenye kasi lakini hatari zaidi, ambazo zinaweza kujumuisha kupunguzwa nafasi za uongozi wa kijeshi katika maeneo kama vile Afrika, huku wapinzani wawili wakuu wa Marekani duniani, yani China na Russia, wakiendelea kupanua ushawishi wao barani Afrika. Katika uwanja huo, China imeanzisha mipango muhimu ya mafunzo ya kijeshi kwa majeshi ya Afrika. Russia nayo imepanua uwepo wake barani Afrika kupitia hatua za usalama na kijeshi, ambapo wakandarasi wake wa kijeshi hasa kundi la Wagner wanaimarisha nafasi zao za kiusalama kote kaskazini magharibi na katikati mwa Afrika. AFRICOM ni mojawapo ya matawi 10 ya jeshi la Marekani katika pembe tofauti za dunia, lililoanzishwa Oktoba 2007 na ambalo lina makao makuu yake huko Stuttgart, Ujerumani. Inasimamia operesheni za kijeshi za Marekani, ikiwa ni pamoja na kushughulikia changamoto na migogoro ya kikanda na kudumisha uhusiano wa kijeshi na nchi 53 za Afrika isipokuwa Misri ambayo inasimamiwa na CENTCOM. Barack Obama, rais wa zamani wa Marekani, aliongeza idadi ya kambi za jeshi la AFRICOM kutoka 3 hadi 84 na hivyo kuongeza barani humo ushindani wa kijeshi wa Marekani na nchi nyingine za magharibi kama vile Ufaransa. AFRICOM inasimamia takriban askari 9,000 wa jeshi la Marekani barani Afrika. Hata hivyo, moja ya sera za kijeshi za Rais Donald Trump ni kupunguza uwepo wa jeshi la nchi hiyo katika maeneo mengine ya dunia kwa lengo la kupunguza gharama na pia kukabidhi usalama kwa serikali za kieneo. Kuhusiana na hili, vyombo vya habari vya Marekani viliripoti mwezi Machi mwaka huu kwamba utawala wa Trump ulikuwa unafikiria kuunganisha kamandi ya Afrika AFRICOM na kamandi ya Umoja wa Ulaya ya Marekani EUROCOM kwa lengo la kupunguza muundo na gharama. Admiral Robert Mueller, mwanzilishi wa AFRICOM, amekiri kwamba moja ya malengo ya kikosi hicho ni kulinda mtiririko huru wa maliasili kutoka Afrika hadi soko la kimataifa. Hii ina maana kwamba Marekani inapinga serikali za kizalendo zinazopinga tawala za magharibi barani Afrika, unyonyaji na uporaji wa utajiri wa nchi za bara la Afrika, suala linalothibitisha wazi siasa za utawala wa Washington za kuendelea kutoa mafunzo ya kijeshi kwa ajili ya kuunga mkono na kuzibakisha madarakani serikali vibaraka na tegemezi katika bara hilo. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika zimetumia miaka mingi kupinga kuanzishwa kwa vituo vya kijeshi vya Marekani na mataifa mengine ya kigeni barani Afrika na kuunda vikosi vyao vya pamoja vya kijeshi na mifumo ya usalama. Hatua hizi zinalenga kuzuia kurejea barani humo wakoloni wa magharibi kwa sura tofauti na visingizio vipya kama vile kudumisha usalama wa nchi za Kiafrika na kupambana na ugaidi. Kupanuka kwa uhusiano wa nchi za Kiafrika na China, nchi ya pili kwa uchumi mkubwa duniani, pamoja na Russia, hasimu mwingine wa Marekani, kumepelekea kuongezeka kwa uwepo wa nchi hizi mbili barani Afrika, na hili limekuwa na mchango mkubwa katika kupunguza uwepo na ushawishi wa kijeshi wa nchi za magharibi, hususan Marekani katika bara hilo. Kabla ya 2008, shughuli za kijeshi za Marekani katika bara la Afrika ziliratibiwa na kuendeshwa kupitia vituo vya kijeshi katika maeneo mengine ya dunia. Kuanzishwa kwa AFRICOM kulionyesha kuongezeka kwa maslahi ya usalama ya Marekani katika bara la Afrika, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na ushindani wa China na Russia.
Hii ni katika hali ambayo ushawishi wa usalama wa Marekani umepungua katika eneo la Afrika Magharibi kufuatia mapinduzi kadhaa ya kijeshi katika miaka ya hivi karibuni. Serikali ya kijeshi ya Niger mwaka 2024 iliamuru Marekani iondoe nchini humo askari wake takriban 1000 pamoja na kuvunja kambi yake ya ndege zisizo na rubani zenye thamani ya dola milioni 100. Kwa ujumla, kushindwa kukabiliana na ushindani na ushawishi wa nchi kama vile China na Russia, kubadilisha vipaumbele vya usalama vya Marekani kuelekea maeneo kama vile Ulaya Mashariki na eneo la Indo-Pacific, ukosoaji dhidi ya bajeti kubwa na ya muda mrefu ya kijeshi ya Marekani barani Afrika bila kuwa na matokeo yoyote maalum, na hatimaye upinzani wa nchi za Kiafrika dhidi ya uwepo wa jeshi la Marekani barani humo. Yote hayo ni mambo ambayo yamepelekea kubadilishwa mkakati wa kijeshi wa Marekani barani Afrika. Lakini mchumi mashuhuri wa Kimarekani Profesa Jeffrey amesema kuwa enzi ya Marekani kuwa dola kuu duniani imefikia kikomo, lakini Washington bado haijakubali ukweli huo. Katika mahojiano na shirika la habari la TASS yaliyotolewa Jumamosi, Profesa Jeffrey amesema, tunaishi katika dunia ya ncha nyingi. Russia ni taifa lenye nguvu, Marekani ni taifa lenye nguvu, China ni taifa lenye nguvu, na India pia ni taifa lenye nguvu. Aliendelea kwa kuhoji, je, tunaweza kuishi kwa amani katika mazingira kama haya? Je, Marekani itakubali ukweli kwamba haiwezi tena kutoa maagizo kwa dunia? Profesa alisisitiza kuwa Marekani bado ipo kwenye hatua ya kutokubali na inadhania bado ina satwa ya kibeberu. Alionya kuwa hali hiyo ya kutokubali kuwa satwa yake imedidimia ni hatari kwa Marekani na kwa dunia nzima. Katika sehemu nyingine ya mahojiano hayo, profesa alizungumzia vikwazo vya Magharibi dhidi ya Russia vilivyowekwa baada ya kuanza kwa vita vya Ukraine, akisema kuwa vikwazo hivyo badala ya kuiangamiza Russia vimeimarisha uchumi wake. Alikiri kuwa vikwazo hivyo vimesababisha madhara fulani, lakini pia vimekuwa na matokeo chanya. Kwa mfano, mahusiano ya Russia na China pamoja na India yameimarika na viwanda vya ndani ambavyo vilitegemea bidhaa za nje vimeanza kustawi kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa ndani. Marekani na washirika wake barani Ulaya wameweka vikwazo vikali dhidi ya Russia na maafisa wake tangu mwaka 2014. Vikwazo hivyo viliongezeka zaidi baada ya Russia kuanzisha kile inachokiita operesheni maalum ya kijeshi mashariki mwa Ukraine mnamo Februari 2022, ikiwa ni juhudi za kuzuia upanuzi wa NATO kuelekea mipaka ya Russia. Kwa sasa Russia inaongoza dunia kwa kuwa taifa lililowekewa vikwazo vingi zaidi, ikizipita hata Iran, Venezuela, Myanmar na Cuba. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.